Huko unasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV tarehe 3 za mwezi wa 4 2026 saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, M23 wapigwa vikali eneo la Rugezi pamoja na Kabunambo, huku Jean-Jacques Purusi akilahani vitendo vya M23. Na upande wa Minembwe, RDF na M23 wachoma nyumba za raia pamoja na kuua mifugo ya wananchi. Ituri, tarafani Mambasa, watu zaidi ya 43 wapoteza maisha baada ya kuuliwa kikatili na magaidi wa ADF MTN, huku nyumba zaidi ya 43 pia zikichomwa moto na vitu vingine kaza wa kaza kuchomwa moto. Upande wa Kalehe, wazalendo washerekea kuendelea kudhibiti M23. Kinshasa, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 24 mpaka 26 za mwezi wa 3 waliweza kupata mafunzo kutoka kwa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya mikakati zaidi ya kijeshi. Usikose pia kushiriki katika operation Saidia Muzalendo, na ili kuendelea kushiriki katika operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako, na moja kwa moja utawasiliana na Baraka One TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakuwa nakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo kunazidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya tarafa ya Uvira ambako M23 wapigwa maeneo ya Rugezi pamoja na Kabunambo kutokana na hali halisi ambayo inazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita kati ya magaidi wa M23 na vikosi vya serikali huku wakiungwa mkono na wazalendo vilibuka maeneo ya Kabunambo, ambapo magaidi wa M23 katika kupeleleza waliweza kukutanana na wazalendo na hivyo kukianzisha hayo maeneo. Upande mwingine wa maeneo ya nyanja za chini, milima ya maeneo ya Rugezi, wazalendo walifanikiwa kuweza kuwadhibiti magaidi wa M23 na kuondoa katika hayo maeneo. Kwa sasa maeneo kaza wa kaza jimboni Kivu ya Kusini ndani ya tarafa ya Uvira kumekuwa kukiripotiwa mapigano mbalimbali ambaye yamekuwa yakiwahusisha magaidi wa M23 dhidi ya vikosi vya serikali vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka kwa Rafael Roger Seko. Mapambano mapya yameripotiwa mapema sana ya hii Alhamisi ya tariki 2 Aprili mwaka 2026 katika maeneo ya Kabunambo pembezoni tu na kijiji cha Sange. Kwa mjibu wa duru za mahali zaeleza kwamba ni kwenye mida ya asubuhi mapema ndipo M23 kwa kutaka kufanya patrui katika maeneo ambayo wanashikia maeneo ya Sange, ndipo walikutana kwenye njia panda na wazalendo wakishirikiana na jeshi la taifa ya FARDC. Baada ya hapo wakutana kwa wawili, kila mtu alikuwa sehemu yake akilinda akifanya patrui, ndipo wameanzisha risasi hizo ambazo zilianza tangu mapema ya siku ya Alhamisi na kuleta pressure katika msimamo wote wa watu ambao walikuwa katika maeneo hayo. Pande mwingine ulianzishwa ikawa vita kali ambayo jeshi la taifa FARDC na wazalendo walianza kupambana na M23 hadi vilipomalizia kwenye majira ya saa 5 na dakika 30. Kwa mjibu wa taarifa tulizozipata katika maeneo hayo ni kwamba wanamgambo hawa M23 walipigwa vikali sana kufuatana na jinsi walikuwa hawajajipanga. Jeshi na wazalendo waliwapiga M23 katika maeneo hayo na wakakubali kichapo na kurudia nyuma katika maeneo waliokuwa kishikilia pa maeneo ya Sange. Kwa mjibu wa taarifa zenyewe tulizopewa katika maeneo hayo ni kusema kwamba hakuna majeruhi wote upande wa jeshi la taifa, kwa sababu walikuwa tayari wamejipanga na kuona jinsi adui M23 anataka kusogelea katika maeneo hayo. Upande mwingine ni kusema kwamba
kwamba katika ripoti hii ni siku kadhaa mapambano yalikuwa yaripotiwa katika maeneo hayo kwa sababu ya ile ambayo ni mikakati ya usitishaji mapigano ya CCLFA iliyosainiwa huko Qatar na huko Washington DC huko Marekani kati ya marais wawili Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame. Kwa upande mwingine, katika hayo yote yasemekana kwamba M23 bado vikosi vyake vilikuwa vimepunguka na vinaendelea kupunguka katika maeneo yote ambayo yanashikilia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utafahamu ya kwamba viongozi wengi sana wa kizalendo ambao wanapatikana katika maeneo hayo wamesema kwamba hayo yote bado wao wanaendelea tu kuyasikia, lakini watakabiliana ikiwa adui atataka kujitokeza tena. Upande mwingine, mapambano hayo ambayo yalikuwa yameleta utata kwa upande mwingine, kwa sababu wakaaji wa Sange walizisikia vizuri risasi jinsi vilivyorindima katika maeneo hiyo ya uko Kabunambo. Upande mwingine utafahamu ya kwamba jeshi la taifa FARDC linazidi tu kushikilia maeneo ya Kabunambo pamoja na wazalendo. Upande mwingine, ngambo ya pili, maeneo ya Sange, mwanzo wa Sange hapo hadi kuelekea maeneo ya Kamanyola, Luvungi, Luberizi hadi Bukavu, Goma, kuendelea tu kushikiliwa na magaidi wa M23 ambao upande mwingine kila siku wanaonekana kujiondoa katika maeneo hayo. Vile vile tukumbushe kwamba maeneo ya milima yanayoelekea katika mji wa Uvira, tarafa la Uvira na Fizi, maeneo ya Rugezi huko, mapambano makali mengine yameripotiwa katika maeneo ya Rugezi, kijiji hicho ambacho kinapatikana kilomita tu chache na kijiji cha Minembwe. Rugezi imeonekana tishio kwa sababu M23 ilikuwepo hapo, lakini imefurushwa na kupigwa vikali kati jeshi la taifa FARDC na wazalendo ambao walipiga M23 katika maeneo ya Rugezi na kuwafurusha mbali na kijiji hicho. Utafahamia kwamba katika matokeo ya vita hivyo wengi makumi ya M23 wameumia vikali katika hatua hiyo ya mapambano yaliyoripotiwa huko maeneo ya Rugezi. Ikumbusha kwamba mapambano yanaendelea tu na ripoti hizo zinaendelea kutolewa katika maeneo hayo. Ikumbushe kwamba maeneo vile vile ya Ituri mashambulizi yaliripotiwa katika siku hii ambapo rebeli wa ADF walilunguza maeneo mojawapo katika kijiji hicho. Nikiripoti kwa niaba Baraka One TV, naitwa Rafael Sekoroje. Asante kwa muda wako. Ukiachana na ripoti hizo za mapigano na tukichukua ripoti kutoka kwa gavana wa jimbo la Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi alipokuwa jijini Kinshasa kupitia mahojiano ya briefing iliyofanyika mbele ya waandishi wa habari kwenye kipindi cha Kongo Telema, Jean-Jacques Purusi ameweza kuhakikishia jamii ya kitaifa pamoja na kitaifa kwamba ni takriban kila mwezi magaidi wa M23 wanajikusanyia takriban milioni 20 kila mwezi, na pesa zote hizo zinazotoka kwenye mifuko ya wananchi wa Kivu la Kusini zote zinakusanywa na kupelekwa nchini Rwanda. Hali hiyo ya mapato, zaidi ya 84% za mapato jimboni Kivu ya Kusini zinakusanywa na magaidi wa M23. Utafahamu tu kwamba jimboni Kivu ya Kusini asilimia zaidi ya 50 ya ukubwa wa maeneo hayo yanadhibitiwa na magaidi wa M23, huku tarafa kaza wa kaza zikiwa zimebaki mu mikono yao na tarafa chache tu ndio zikiwa zipo katika mikono ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean-Jacques Purusi amezungumza hayo kwa uchungu, huku akitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzidisha mwendo kwa ajili ya kuweza kuondoa magaidi wa M23 jimboni Kivu ya Kusini. Upande mwingine, tukipanda huko milima ya nyanja ya juu ndani ya kitongoji cha Minembwe, ambako baada ya mapigano makali na wazalendo pia na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanikiwa kuingia Minembwe, magaidi wa M23 waliweza kutumia silaha nzito zikiwemo pia ndege ndogo ndogo za kivita, na hivyo kusababisha kuchoma nyumba za raia pamoja na kupoteza maisha ya raia na kuvamia ng'ombe, na hivyo kufanya maisha ya maeneo hayo kuweza kuwa magumu. Usiku wa kuamkia tarehe 1 ambayo ilikuja kuangukia tarehe 2, ndege kutoka Rwanda pamoja na ndege zisizokuwa na rubani ziliweza kuangukia kwenye mifugo ya wananchi na nyumba za wananchi, na hivyo kuweza kusababisha maafa makubwa ndani ya kitongoji cha Minembwe. Msalaba huo uliofanywa na magaidi wa M23
wameweza kuutupia kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakijifanya kutokujua nini ambacho kimekuwa kikiendelea. Taarifa hizo ziliwahi kutolewa miezi kadhaa ilizopita kwamba kuna jambo ambalo liko linaandaliwa na magaidi wa M23 la kufanya mauaji ya kimbari maeneo ya Minembwe, kisha waweze kutupa mzigo huo kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada ya taarifa hizo kutoka Minembwe, ni kwamba M23 Twirwaneho na Redi Tabara ndio walisababisha mauaji ya mifugo mbalimbali huko Minembwe na pia kusababisha kuchoma nyumba za raia, kisha wanazingisia kwamba imefanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuingie huko maeneo ya Ituri ambako takribani watu wasiopungua 43 wapoteza maisha kwa kuuliwa kikatili na magaidi wa ADF MTN, pia zaidi ya nyumba 44 zikichomwa moto, pikipiki na vitu vingine vya thamani. Ituri kumeweza kushuhudiwa maafa makubwa kuamkia tarehe 1 za mwezi wa 4 2026 ndani ya tarafa ya Mambasa, kitongoji cha ndani ya kijiji cha Nyanya, ambako magaidi wa ADF MTN walisababisha mauaji ya watu wasiopungua 43 kulingana na ripoti kutoka kwa serikali ya jimbo ya Ituri inaongozwa na Luteni Jenerali Luboya Kashama Johnny. Watu wasiopungua 43 ndio walipoteza maisha, huku nyumba zaidi ya 44 zikiwa zimechomwa moto, magari makubwa 5 pamoja na pikipiki na vitu vingine vya muhimu maeneo ya Bafwakoa, ikiwa ni kwenye kitongoji cha Njanja ndani ya tarafa ya Mambasa mkoani Ituri. Kupitia katika kibarua kilichotolewa na serikali ya Ituri, ambaye luteni msemaji wa jeshi Chikundi Ngongo Jile ameweza kusema majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji jamii ya kitaifa na kimataifa kuelewa hali iliyotokewa huko tarafani Mambasa kwamba ni hali ambayo hairidhishi hata kidogo. Kupitia tangazo hilo la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuwanyoshea vidole magaidi wa ADF MTN kuwa ndio walihusika na mauaji hayo ya raia wasiopungua 43 na nyumba 44 kuweza kuchomwa moto na vitu vingine vya thamani, magari pamoja na pikipiki kuweza kupotea ndani ya kitongoji cha Bafwakoa ndani ya utawala wa Bandaka kijijini Nyanya. Deja tuko periode mbaya sana deja, yani alerte ya Nyanya, alerte ya nguvu sana par rapport avec le corps banaua kulo 40 km ndio nafika hapa maiti kufika bila kicho, ndio population baonaka hapa deja ya panique totale ya population ya kote ya Bajanyasili hapo. Ni tu hali nye deja ndio hali nye tuko nayo hapa sasa hivi actuellement, c'est compliqué davantage. Ici c'est Nyanya. Nyanya tombé. Nyanya c'est déjà mimé. Alors hapa tunakimbia Nyanya hii. Ici hapa iko Nyanya inakuwa madata. Alors pour l'instant watu wote biko nakimbia Nyanya, hewa inakuwa mubaya sana. Halo. Hapa watu wanaanza kimbia deshi. Taarifa zingine kutoka kwenye mashirika ya kiraia zinatoa idadi ya watu zaidi ya 70 ndio walopoteza maisha ndani ya hayo maeneo. Hii imekuwa sio mara ya kwanza kusikia dalili kama hizi zikifanyika maeneo ya Ituri,
ambako magaidi wa MTN ADF wamekuwa wakihusishwa kwenye mauaji mbalimbali ndani ya vitongoji mbalimbali, zaidi sana ndani ya tarafa ya Mambasa pamoja na Njugu. Tukitoka mkoani Ituri na tushuke tu mkoa jirani wa Kivu ya Kusini, tarafa jirani ya Kalehe, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wazidi kujitambia na kuonyesha ukubwa wao na umahiri wa hali juu baada ya kuweza kuchukua maeneo kadha wa kadha ambazo zilikuwa ziko chini ya mikono ya magaidi wa M23. Hatuogope lolote, tunategemea, hatuogope kila kitu. Tuko sie, tuko ready. Tuko ready, hatuogope kila kitu. Marasi naja tena kwa gati ni tuko ndani. Hatuogope lolote. Tuko hapa, tunategemea, tuko imara. Tuko imara, kwani sisi tuko wazalendo, tunasaidiana na FARDC. Paske tuko baadhi ya FARDC. Ndio. Armée ya Kongo ndio tunaiapie, sisi tuko watoto ya FARDC. Armée ya Kongo inatuunga mkono sisi tunaiunga mkono sisi wazalendo. Sisi wazalendo tuko kau hatuogope kila kitu yoyote. Tuko hapa na komanda, mimi ni Ali Kasumbalete, komanda wa FARDC, yeye ni komanda Zairwa, komanda wa APADEC, general wa APADEC, na mimi general wa FARDC. Nani wa FARC. FARC inafanana na FARDC, donge ndio vile inaacha nasema vile. Ni kuzoea tu. Kawaida, si tuko mlite moya, la lite continue. Hatutaitika adui atuvamie. Merci. Kau. Merci. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Bonjour, nous sommes le 2 avril 2026. Ça sont les éléments du mouvement congolais pour la défense du peuple et l'intégrité nationale, réserve armée de la défense. MC depuis une barrade. Nous sommes avec le chargé des opérations, le général Mahombi Karaï. Nous sommes avec le commandant secteur général Franck Rukeba. Nous sommes avec le général commandant secteur Sinia. Nous sommes avec des adjoints de secteur, à savoir Foudre 91 et d'autres éléments qui sont avec nous. Nous félicitons le Seigneur de nous avoir conduits pour la récupération de cette agglomération, aujourd'hui sous contrôle de notre mouvement, dirigé par le général-major Mike. Nous félicitons pour une bonne orientation, aussi la conduite. Merci aussi à la population de nous avoir très bien reçus. Nous disons merci. Huko unasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV. Tarehe ni 3 mwezi wa 4 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba Dedone Buto Tobiondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Dafeza Dalitesha Da Asha Da Awe na Kisi Kandeke ya Haya Huseni kutoka Dar es Salaam, ukiwa kunasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kinshasa, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliweza kupata mafunzo ya kisasa kutoka kwa Umoja wa Ulaya. Tukirudi mwezi wa 3, ambako ilikuwa ni tarehe 24 na tarehe 26 za mwezi wa 3 mwaka wa 2026, vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wa ngazi za juu, waliweza kupata mafunzo ya kuongeza ujuzi kutoka kwa shirika la Umoja wa Ulaya, lengo likiwa ni kuwafundisha namna ya kujilinda kisasa na kutumia pia mitandao ya kisasa kwa ajili ya kuboresha mifumo ya kijeshi la FARDC. Mkutano huu ambao ulifanyika ndani ya hoteli ya African Palace, napatikana maeneo ya Lingwala ndani ya jiji la Kinshasa,
Umoja wa Ulaya uliweza kuwafundisha namna ya kutumia mifumo mbalimbali ya matumizi ya vitu vya kidijitali, na hili kuweza kuimarisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utafahamu tu kwamba hii sio mara ya kwanza kwa vikosi tihifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa wanapata mafunzo na misaada mbalimbali kutoka kwa mashirika mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo pia shirika la Umoja wa Mataifa na hata pia kupitia Baraza la Umoja wa Ulaya na hata nchi warafiki ambao wana collaborate kwa ajili ya masuala ya ulinzi pamoja na usalama. Ukiachana na Umoja wa Ulaya, hata Marekani na wao pia mara kwa mara huwa wakiwapa mafunzo mbalimbali vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka jijini Kinshasa, ripoti hii iliyotengenezwa na majeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Un atelier de formation sur le suivi et évaluation s'est tenu du 24 au 26 mars 2026 à Africana Palace, situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa, organisé par le secrétariat général à la défense en collaboration avec l'Union européenne à travers son programme Uni pour la paix et la sécurité. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées, de militaires issus des différentes structures de la garnison de Kinshasa ont pris part à une session de formation axée sur le suivi et évaluation. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de professionnalisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Durant 3 jours, les participants ont été outillés sur les principes fondamentaux du suivi et évaluation avec un accent particulier sur l'intégration des outils numériques dans la gestion et le pilotage des activités militaires. L'objectif principal de cet atelier était de doter les bénéficiaires des compétences techniques capables de soutenir la mise en place d'une commission dédiée au suivi des actions stratégiques en vue de contribuer à l'édification d'une armée plus performante et mieux structurée. Les différentes sessions ont permis aux militaires d'approfondir leurs connaissances sur l'exploitation des outils numériques appliqués aux concepts opérationnels, favorisant ainsi une meilleure collecte, analyse et utilisation des données dans la prise de décision. À l'issue de la formation, les participants ont procédé à la restitution des travaux de groupe mettant en évidence les acquis enregistrés ainsi que leur appropriation des notions enseignées. Ces échanges ont également permis de recueillir leurs impressions quant à la pertinence et à l'impact de cette formation dans l'exercice de leurs fonctions. La répétition est la mère de la science. Durant cette formation, nous avons pu revoir les différentes notions qui ont été apprises la fois passée. Cela a permis de les inculquer dans notre mémoire. Car on dit, c'est dans des petites choses où il a des vérités. C'était un peu difficile, mais à la fin du compte, on a joué avec ça. En tout cas, je vous dis merci. Savoir comment commencer un projet, comment faire le suivi de ces projets-là et à la fin faire l'évaluation. Je sais que le suivi, il faut le faire d'une manière quotidienne et l'évaluation d'une manière périodique. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des brevets aux participants ainsi que d'une photo de famille, symbole d'engagement collectif en faveur du renforcement des capacités au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une étape cruciale pour l'Ituri qui aspire à se positionner comme un pôle économique majeur de la RDC. Grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire, les investisseurs ne cessent de venir, attirés par les climats des affaires de plus en plus rassurants et la richesse naturelle de la province. L'arrivée des Horizon Mining à Mongwalu, à 90 km de Bunia, en est un exemple éloquent. Ces activités dans la région vont stabiliser davantage la zone, améliorer la logistique et garantir les bons déroulements de futures opérations d'exploitation aurifère. Nous sommes en phase d'implantation. Nous attendons toujours le transfert des licences qui est imminent maintenant. Nous sommes sur le point de signer un accord final de partenariat avec la Sokimo, avec qui nous allons collaborer. Et nous attendons avec grande impatience
le transfert formel des permis, de sorte qu'on puisse commencer les travaux de construction. Car maintenant, nous sommes contentés de nous préparer, de former les équipes de travail, de former la compagnie administrativement. Nous avons aussi commencé les seuls travaux substantiels que nous avons commencés sont ceux de la rénovation de la route entre Bunia et Mongwalu. C'est une nouvelle société qui va également créer des emplois dans la région, dissuadant ainsi certains jeunes à risque de rejoindre des mouvements subversifs. C'est une opportunité en or pour l'Ituri qui voit enfin le fruit de la paix et de la stabilité. Si je me permets, sans le soutien du gouverneur et de l'État ici, ça n'aurait été pas possible. En tant qu'investisseur étranger pour venir ici, ça peut être un peu intimidant des fois, mais le gouverneur nous a vraiment mis à paix ces concerns. Grâce aux efforts inlassables du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chamachuni, l'Ituri est de retour et rien ne peut freiner sa progression. En ce jour, la province connaît une ascension fulgurante portée par la vision de stabilisation et de développement sous état de siège. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga.